Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Naitwa Mhubiri Ombeni. Siku ya leo tunaenda kujifunza somo. Kichwa cha somo kinasema kila jambo lina wakati wake. Kila jambo lina wakati wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda kusoma Mhubiri sura ya 3, tuanzie ule mstari wa 1. Biblia inasema hivi: kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa, wakati wa kuua na wakati wa kupooza, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga, wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza, wakati wa kutupa mawe na wakati wa kukusanya mawe, wakati wa kukumbatia na wakati wa kutokukumbatia, wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza, wakati wa kuweka na wakati wa kutupa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye haya maisha kila jambo lina wakati wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia imesema tu ni watu wa kukomboa wakati, maana zama hizi ni za uovu. Kwenye haya maisha tuna muda mchache sana wa kuweza kukomboa chochote ambacho kinatakiwa kitufanikishe kwenye maisha yetu, kinatakiwa kitupeleke kwenye hatima zetu, kinatakiwa kitufanikishe kwenye maisha yetu, kinatakiwa kitufanikishe kwenye huduma zetu. Tuna muda mchache sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Huu sio wakati wa kukaa vijiweni kucheka. Huu si wakati wa kukaa vijiweni kumcheka mtu fulani, kumsema mtu fulani. Huu ni wakati ambao kupambana na kupambania hatima yako. Huu ni wakati wa kupambania maisha yako. Huu ni wakati wa kupambania wokovu wako. Huwa ni mtu wa kukomboa wakati. Bwana Yesu asifiwe. Huu si wakati wa kucheka. Huu si wakati wa kutafuta siju fulani alifanyia hiki, fulani alitenda hiki. Ni wakati wa kumlilia Mungu. Ni wakati wa kupiga vifuani kwa kumlilia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema wakati uliokubalika ni sasa na saa ya wokovu ni leo. Huu si wakati wa kumtafuta adui yako ni nani. Ni wakati wa kumtafuta Mungu. Ni wakati wa kusema Bwana, ninahitaji unisaidie niweze kutoka nikiwa salama katika hii dunia iliyojaa uovu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ni wakati wa kulilia watoto wako, kulilia wazazi wako. Mungu awasaidie, awakomboe, awasaidie, awakomboe, awatoe kwenye maisha ya tabu, ya dhiki, ya shida, yaliyojaa mauti. Bwana Yesu asifiwe. Usio wakati wa kucheka. Kuna watu leo wanakaa vijiweni wanacheka bila mpango wowote. Kuna watu leo wanakaa maeneo, yani wanaona kama maisha yao ndo ya kwa, yani ndo wamefika. Huu si wakati wa kucheka. Huu ni wakati wa kumlilia Mungu. Huu ni wakati wa kusimama na Mungu. Si wakati wa kusimama sijui na mtu fulani eti akusaidie, eti sijui ni maarufu. Ni wakati wa kumtafuta Mungu. Ni wakati wa kusimama na Bwana katika maisha. Yawezekana wewe ni kijana, si wakati wa kwanza kupoteza muda, kwanza sijui kushirikiana na fulani, sijui fulani akusaidie. Tafuta nguvu ya Mungu katika maisha yako ikusaidie. Ukienda kwenye Mhubiri sura ya 12 inasema utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupae nguvu za kupata utajiri. Huu sio wakati wa kumtafuta fulani, sio ni fundi umeme, sio ni ana kipaji fulani, sio cha kuimba bongo flavor. Wewe uliye mwimbaji, huu ni wakati wako yani wa kuonyesha kipawa chako. Si wakati wa kwanza kupiga majungu vijiweni. Komboa wakati kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Komboa wakati kwenye ndoa yako. Huu si wakati wa kumpiga mke wako. Huu ni wakati wa kumuonyesha upendo mkeo. Bwana Yesu asifiwe. Na kwani wakina mama, huu sio wakati wa kumdharau mumeo. Huu ni wakati wa kumtii mmeo. Bwana Yesu asifiwe. Huu sio wakati wa kukaa vijiweni kuwasema watu. Huu sio wakati wa kukaa vijiweni kupoteza muda kwa ajili ya watu fulani. Sio wakati wa kumtafuta rafiki wa kumweleza mapungufu ya kwenye ndoa yako. Bwana Yesu asifiwe. Huu ni wakati wa kupambana. Hata kama ndoa yako inapumulia mashine, wewe sema ndoa yangu haitakufa, itaishi. Huu ni wakati wa kupambana na chochote ambacho kile kinaelekea kufa. Ni wakati wa kupambana na vyovyote vilivyokufa ili viende kuishi kwa neno la Bwana na kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai.
Ni wakati wa kusimama. Haijalishi kuna watu ambao wameshindwa kukaa kwenye ndoa, kwenye familia yenu, sema mimi ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Usio wakati wa kukata tamaa kwenye ndoa, usio wakati wa kukata tamaa kwenye biashara, usio wakati wa kusimama sijui kwa sababu fulani afanyi kazi na mimi. Pambania maisha yako, pambania hatima yako, simama kwa miguu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Si wakati wa kumwangalia mchungaji wako, si wakati wa kumwangalia mwinjilisti fulani, si wakati wa kusimama na mwimbaji fulani. Sema nitasimama kwa zamu yangu ili nisikie Bwana akisema na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wanafika mahali wanasema kwa sababu mzee wa kanisa hajaja kanisani na mimi nisiendi kanisani leo, kwa sababu fulani alinisema vibaya, sitaenda kanisani, sitakanyaga kanisani. Usio wakati wa kumsubiri fulani, usio wakati wa kumsikiliza fulani. Ni wakati wa kusimama kwenye neno la Mungu ili uweze kuponya maisha yako, ili uweze kuponya kipawa chako. Biblia inasema tutapataje kupona tusipojali wokovu? Usio wakati wa kudhembea kwenye wokovu. Ni wakati wa kusimama wewe na Mungu wako kwenye wokovu. Haijalishi kuna watu ambao wamesimama kutazama nyuma, wewe piga kifua mbele, sema ni wakati wangu wa kumuona Mungu akisimama akisema na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi kuna watu wangapi ambao wameishia njiani kwenye wokovu, sema mimi nitasimama kwa zamu yangu, nisikie Bwana akisema na mimi, nisikie Bwana akiongea na mimi, nisikie Bwana akiniongoza kwenye maisha ya wokovu. Japo kuna watu wanasema wakati huu ni wakati ambao Mungu asemi na watu, sema mimi Bwana atasema na mimi leo, today. Sema kwa imani, sema kwa imani. Usio wakati wa kupoteza muda. Ni wakati wa kumtafuta Bwana. Kaa na Mungu wako. Hata kama kuna watu ambao wanakaa vichiweni kumsema fulani, kumsema mama fulani, kumsema mtu fulani, wewe sio muda wako. Muda wako ni wa kusimama na Yesu. Muda wako ni wa kusimama na Bwana. Muda wako ni wa kusimama na Mungu. Sema ninatetea angalia kwenye ukoo wako. Babu yako alikufa maskini, shangazi yako alikufa maskini, shemeji yako alikufa maskini, mjomba wako alikufa maskini. Wewe unakaa vijiweni kusema watu. Sio wakati wa kukaa kupoteza muda. Ni wakati wa kupambania hatima yako. Hata kama kuna watu ambao hawakufanikiwa kwenye ukoo wenu, hawakufanikiwa kwenye maisha yenu, sema mimi ninasimama kwa zamu yangu kwa wakati huu, kupambania hatima yangu, kupambania kazi yangu, kupambania elimu yangu, kupambania wokovu wangu. Ninasimama kwa zamu yangu wakati huu. Bwana Yesu asifiwe. Komboa wakati wako. Komboa wakati wako siku ya leo. Hata kama wazazi wako hawajamiliki vitu, hawajimiliki mali, sema mimi ninasimama kwa zamu yangu. Sio wakati wa kupoteza muda. Si wakati wa kuangalia wazazi wako wanakufa maskini. Yani sio wakati. Ni wakati wa kumwangalia Bwana. Ni wakati wa kumlilia Mungu. Hata kama ukifika kanisani kwako, haijalishi kuna watu wangapi ambao wanakaa kuwasengenya watu, wanakaa kuwasema watu, wewe sema si wakati wangu. Wakati wangu ni wa kumtafuta Bwana. Ni wakati wangu ni wa kusimama na Bwana. Wakati wangu ni wa kulia na Bwana. Wakati wangu ni wa kusimama na Yesu, kumlilia Yesu juu ya kizazi changu, juu ya familia yangu, juu ya kazi yangu. Usipoteze muda mpendwa. Simama kwa zamu yako. Tetea maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tetea kipawa chako, tetea kazi yako, tetea huduma yako, tetea chochote kinachokuhusu. Ni wakati wa kupanda. Ni wakati wa kumtafuta Bwana. Ni wakati ambao kumtafuta Mungu. Si wakati wa kukaa kumsema mtu fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akuponye, Mungu aguse maisha yako. Amen.